Uingereza imemshtaki Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake ya CCM katika Baraza la Umoja wa Mataifa, wakitaka uchunguzi wa kibinafsi ufanyike kuhusu unyama ambao ulitekelezwa katika taifa letu la Tanzania mwaka 2025, kipindi cha kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi. Uingereza inasema kwamba wengi waliweza kuchinjwa, wengi waliweza kutekwa, na serikali inataka kuficha ukweli wa mambo yale ambayo yalitendeka mwaka uliopita. Karibu katika ukumbi huu ni kueleze kinagaubaga kile ambacho kimetoka Uingereza na ni kwa nini Uingereza imeamua kushtaki Samia katika Baraza la Umoja wa Mataifa, wakitaka uchunguzi wa kibinafsi uweze kufanyika. Kabla hatujaweza kuliingilia hilo swala kwa undani, wacha tu niweza kukuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde yako 1 2 3 ukapige subscription. Hapo chini kuna penye wamekuandikia subscribe. Hakikisha kwamba unafinya hapo, kisha chagua kituo cha Tanzania News TV. Hapa ndipo utakuwa unapata taswira kamili. Vile vile ninakuomba uweze kulike video. Ukilike video hii inapata miguu ya kutembea ili kufikia watu wengi. Vile vile ninakuomba uweze kuisambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili Watanzania wenzetu waweze kupata taarifa hizi nzuri. Sasa mwelekezi wangu kutoka Umoja wa Kimataifa ananiambia kwamba Bwana Ezra, ambia Watanzania wenzetu kwamba serikali ya Uingereza imeifikisha Tanzania ikiongozwa naye Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya CCM katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ukipenda UNHRC, United Nations Human Rights Commission kwa lugha ya Kiswahili, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ikitaka kufanyika kwa uchunguzi huru na wa haki pamoja na kina kufuatia kile ilichokiita ukatili wa kushtua uliotendeka katika taifa letu la Tanzania, uliotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025, ikiwemo tuhuma za mauaji ya kinyama au kinyume cha sheria na miili ya wahanga kutozikwa kwa heshima. Sasa unaona, huyu mwelekezi mwenye ameweza kunielekeza kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa, Baraza la Haki za Binadamu, ananiambia Bwana Ezra, sasa Uingereza imeweza kuishtaki serikali ya Samia katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Baraza la Haki za Binadamu, wakitaka uchunguzi huru kufanyika kufuatia kile walichokiita ukatili wa kushtua. Hii wanajaribu kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Wanajaribu kueleza kwamba kuna ile tume ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuiunda, ambayo inaongozwa na Mohamed Othman Chande, ile tume ambayo wanaita kwamba ni ya kuchunguza matukio yaliyotokea uvunjivu wa amani mwaka uliopita. Na Samia alisema kwamba ile tume itachukua miezi 3 kukamilisha uchunguzi wao.
hivi majuzi tena waliweza kuongezwa wakati. Wananchi wakakosa kuwa na imani na hii tume, wakasema kwamba hii tume itakuja kumfanyia Samia kazi, kwa sababu serikali yenyewe imekuwa ikishikilia msimamo wa kusema kwamba wale ambao waliandamana walilipwa na wabeberu, walilipwa na wazungu kuandamana. Wananchi wakasema kwamba kama tayari serikali inasema kwamba wale ambao waliandamana walilipwa, basi kuna haja gani ya kufanya uchunguzi? Serikali ikaja ikasema kwamba ile miili ambayo ilikuwa inaenezwa mitandaoni eti kwamba ilikuwa ni miili ambayo iliweza kuundwa na AI. Uchunguzi bado hujakamilika, lakini serikali imekwisha toa matokeo ya uchunguzi wao. Sasa wananchi wakatupilia mbali ile tume, na kwa bahati nzuri Uingereza imeweza kuingilia kati na imepiga jeki wa Tanzania wale ambao walikataa hii tume ya Samia ambayo inaongozwa na Mohamed Othman Chande. Na Uingereza wamesema kwamba hawana imani na ile tume ya Samia ya kuchunguza uvunjifu wa amani mwaka uliopita, iwapo watakuja kuleta matokeo ambayo yataridhisha wananchi. Na ndio maana wameweza kuifikisha Tanzania na kuishtaki katika Baraza la Umoja wa Mataifa. Sasa hoja hiyo imewasilishwa na balozi wa haki za binadamu wa Uingereza mwenye anaitwa Eleanor Sanders wakati wa mdahalo mkuu wa 61 wa baraza hilo la haki Umoja wa Mataifa jijini Geneva, Uswizi, Machi tarehe 2 mwaka 2026. Unaona, malalamiko hayo na kesi hiyo yaliweza kufikishwa tarehe 2 mwezi wa Machi huu mwezi mwaka 2026 upande wa Uswizi, Geneva. Yaliwasilishwa pale tarehe 2. Leo ni tarehe 4, Jumatano. Sijui kipindi ambapo unapata kanda hii ni tarehe ngapi, lakini malalamiko hayo yaliwasilishwa siku ya Jumatatu. Sasa Uingereza imetumia jukwaa hilo la kidiplomasia kuishinikiza Tanzania kutoa majibu juu ya mfululizo wa matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu yaliyoripotiwa nchini humo. Katika tamko hilo, Balozi Sanders ameweka wazi kuwa Uingereza ina taarifa na ushahidi wa matukio ya kusikitisha yaliyojiri kufuatia mchakato wa uchaguzi, jambo ambalo limeutia doa utawala wa sheria na demokrasia nchini mwetu. Mimi ninapongeza hatua hizi za Uingereza kumshtaki Samia na utawala wake. Ninapongeza hili kabisa. Unasikia Uingereza inasema kwamba tayari wao wako na taarifa na ushahidi wa matukio yaliyotokea mwaka uliopita, na wameweza kuandika barua ambayo umewasilisha katika Baraza la Haki Umoja wa Mataifa wakishinikiza Samia kutoa na kuweka wazi matukio ya kusikitisha yaliyojiri. Kwa hivyo wanataka Samia aweze kuwasilisha dokumenti zote ambazo ziliweza kutokea mwaka uliopita, kama vile Tundu Lissu kukamatwa,
Padri Kitima kushambuliwa, Humphrey Polepole kupotezwa na wale wote ambao waliweza kutekwa nyara. Haya ndio wanataka yaweze kuwasilishwa katika Baraza Kuu la Haki upande wa Geneva. Na wanasema kwamba iwapo Samia tadanganya, wapo na ushahidi. Naomba uweze kusikiliza hapo. Anaeleza hivi katika tamko hilo, Balozi Sanders ameweka wazi kuwa Uingereza ina taarifa na ushahidi wa matukio ya kusikitisha ya yaliyojiri kufuatia mchakato wa uchaguzi, jambo ambalo limeutia doa utawala wa sheria na demokrasia katika taifa letu la Tanzania. Akasema hivi, lazima kuwepo na uchunguzi huru, wa wazi na jumuishi wa matukio haya ili kuhakikisha uwajibikaji na kwamba uhuru wa msingi na haki za kikatiba za Watanzania wote zinalindwa, amesisitiza Balozi Sanders. Hatua hii ya Uingereza kuishtaki Tanzania na Samia mbele ya Baraza la Haki za Binadamu, wakati ambao tume ya kuchunguza matukio uvunjivu wa amani ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025 iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan ikiendelea kukutana na kufanya mahojiano na watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa sasa, wastaafu na wadau mbalimbali ili kukusanya taarifa, ushauri wa kitaalamu juu ya kile kilichotokea. Nasikia ile tume batili yenye haina nguvu ya Samia inaendelea kujikokota na kuendelea kusema kwamba wanafanya uchunguzi, lakini Uingereza tayari wamekwisha wasilisha ombi lao kutaka Samia achukuliwe hatua na serikali yake. Mimi ninaomba hawa wazungu watusaidie, kwa sababu kusema ukweli hii serikali ya CCM haiwezi katusaidia, na badala ya kutuambia yale ambayo yaliweza kutokea mwaka uliopita, hii serikali ya CCM huenda ikawawekea wanaharakati makosa kwamba wao ndio waliweza kuchochea maandamano. Huenda hata ikamwekea Tundu Lissu makosa kwamba yeye ndiye aliweza kuchochea maandamano. Kwa hivyo ninapongeza Uingereza kwa hili. Ninaomba walifuatilie. Ninajua kwamba Uingereza ipo na mawakili mbalimbali, wanasheria mbalimbali na watetea haki. Naomba waweze kulifuatilia hili ili wale ambao waliweza kupoteza ndugu zao wapate haki, ili wale ambao walihusika kuratibu, kutekeleza unyama na wao wapewe dosi yao kwa kushtakiwa na kuchukuliwa hatua madhubuti. Wazo lako mpenzi mtazamaji ni lipi baada ya Uingereza unaona kushtaki utawala wa Samia katika Baraza la Haki Umoja wa Mataifa, wakitaka waliohusika kutekeleza unyama kuchukuliwa hatua? Naomba niweze kupata wazo lako. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Asanteni sana.